وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tungali tunaendelea na sehemu ya 8 katika kitabu Ahkamul Janaiz wa Bid'aha. Sehemu ya 8 inazungumzia juu ya alamatu husnil khatima, alama za uzuri wa mwisho wa Muislamu anapoondoka duniani, anapoelekea katika mji wa umilele akhira. Ikiwa atapata bahati ya kuondoka duniani kwa moja ya alama hizo, huwa ana dalili ya kwamba yeye ameondoka akiwa na uzuri wa mwisho. Lakini kuondoka kwa dalili hizo, sisi hatuwezi kukata yakini kwamba yeye amekuwa ni mtu wa peponi, au kama hakuondoka kwa moja ya dalili hizo, hatuwezi kukata vile vile kwamba yeye ni mtu wa motoni. Sisi tunayaacha mambo ilmuha inda Allah, ilmu yake kwa Mwenyezi Mungu, lakini dalili amepata uzuri wa mwisho. Basi tukiwa katika sehemu hii ya alamatu husnil khatima, na tulifika mpaka kwenye alama ya 6, tukazungumzia alama hiyo almautu bitta'un, na tukasema kwamba kufa kwa ugonjwa wa kuambukiza wa fihi ahadithun, na tukasema kwamba ndani yake jambo hilo ili kuthibiti kwamba ni moja katika uzuri wa mwisho, mna hadithi nyingi. Katika hadithi hizo tukawahi kusoma hadithi ya kwanza an Hafsa na hadithi ya pili an Aisha, na leo insha Allah tutaondokea katika hadithi ya 3 itakayotoa dalili vile vile kwamba kufa kwa ugonjwa wa kuambukiza ni moja katika uzuri wa mwisho. Hadithi ya 3 ni kwamba Mtume amesema sallallahu alayhi wasallam, ya'ti shuhada'u wal mutawaffawna bitta'ud, watakuja mashahidi na wale waliofishwa kwa gonjwa lolote la kuambukiza. Fayaqulu ashabu ta'un, basi watasema wale watu waliokufa kwa ugonjwa wa ta'uni, nahnu shuhadaun, sisi ndiyo mashahidi. Fayuqalu, watakaposema kwamba wao ni mashahidi, basi patasemwa undhuru, angalieni nyinyi, fa in kanat jirahuhum, angalieni watu wengine, ikiwa hawa wanaosema hivi yamekuwa majeraha yao kajirahi shuhadai, ni sawasawa na majeraha ya mashahidi. Tasilu daman,
la churuzika damu rihil miski, harufu ya miski. Isikilizeni damu inavonuka. Ikiwa na aliyokufa naye kwa ugonjwa wa kuambukiza, kwa mfano maradhi ya kolera, yamechubua matumbo yake yakawa na majeraha, na majeraha yale yakawa yanatoka damu yake ikawa inanuka harufu ya miski. Undhuru, hawa waliokufa kwa tauni wanadai, wanasema nahnu shuhadau, sisi ni mashahidi. Patasema undhuru, waangalieni hawa wanaodai hivi. Fa in kanat jirahuhum, ikiwa majeraha yao kajirahi shuhadai, kama majeraha ya mashahidi, tasilu daman, yanachuruzika damu, rihul miski, yakiwa na harufu ya miski, fahum shuhadau, basi wao ni mashahidi kweli, kwa sababu damu ya mashahidi ya yaumul qiyama itakuwa imehanikiza harufu ya miski. Na ndiyo maana mashuhadai ikawa hawakoshwi, wanazikwa hivyo hivyo na madamu damu yao, kwa sababu mtu siku ya kiyama atatoka kaburini kwake katika kitendo cha mwisho alichofia, katika hali ya mwisho, umri ule wa mwisho aliondokea duniani. Basi mashahidi watatoka makaburini mwao huku wakitoja damu. Damu ile ni damu ukitazama kwa macho, lakini hakika si damu tena, harufu yake ni harufu ya miski. Basi patasema hebu itazameni harufu ya damu yao yanuka nini. Ikiwa ni harufu ya miski, fahum shuhadau, basi wao pia ni mashahidi. Fayajidunahum kadhalika, hawa walioambiwa watizame watawakuta hivyo. Waliokufa kwa ugonjwa wa tauni, wakitizama damu yao watakutikana hivyo kwamba harufu yao ni harufu ya miski. Kwa hivyo imeprove kwamba wao pia ni mashahidi. Fayajidunahum kadhalika, basi watawakuta katika hali hiyo. Hadithi hii akhrajahu al-Imam Ahmad, ameitoa Imam Ahmad bin Hanbali kwenye sahifa kadha, wa Tabrani fi al-Kabir, na vile vile ameitoa Imam Tabrani katika kitabu chake alichokiita al-Kabir, kwenye majmu'i sahifa kadha bisanadin hasan. Na Tabrani ameitoa hadithi hii kwa mategemezi yaliyokuwa mazuri, kama qala al-Hafiz, kama vile vile alivyosema Imam al-Hafiz kwenye sahifa kadha, an Utbata ibn Abd as-Sulami radiyallahu anhu, ambaye yeye kaipokea kutokana na Utba ibn Abd as-Sulami radiyallahu anhu. Walahu shahidun, na ina hadithi hii ushahidi mwingine, min hadithi al-Irbad ibn Sariya, kutokana na hadithi ya sahaba wa mtume aliyekuwa akiitwa bwana Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu, hadithi ambayo akhrajahu an-Nasa'i, ameitoa Imam an-Nasa'i katika sahifa kadha, wa Ahmad katika sahifa kadha, wa Tabrani kwenye sahifa nambari kadha, wa hasanahu al-Hafiz aidan, na hiyo vile vile Hafiz akaitaja kwa mani nzuri masnadi yake. Wa huwa hasanun fi shawahidi, nayo ni nzuri vile vile katika kutolea ushahidi. Wa fil babi an Abi Hurairah radiyallahu anhu, na katika mlango huu wa alamati husni al-khatima, kutokana na Abi Hurairah Mwenyezi Mungu amwiradhi, wataqaddama fil faqrati al-khamisa, hadithi ambayo imekwisha tangulia katika kifungu cha 5. Al-hadith al-awwal, ambao ni hadithi ya mwanzo, wa yati aidan fi thaminati wa tasi'a, na hadithi hiyo hiyo itakuja katika kifungu cha 8 na kifungu cha 9. Itataja tena hadithi hiyo. Wa an Ubadata, na vile vile mbali ya Abi Hurairah na kutokana na bwana Ubada, wa yati, na itakuja vile vile fil ashira, katika sehemu ya 10 katika alamati husn al-khatima. Sasa tunaingia kwanza katika alama ya 7, as-sabi'a. Alama ya 7 katika alama za udhuru wa mwisho
almautu bidai lbatni, ni kifo kwa maradhi ya tumbo. Wa fihi hadithani, na katika habari hii kuna hadithi mbili. Ya kwanza ni ile kauli ya mtume iliyotangulia na maneno mengi na ikamalizikia wa man mata fil batni fahuwa shahidu, na atakayekufa kwa maradhi ya tumbo naye vile vile ni shahidi. Hadithi ambayo nyuma tuliwahi kuitaja, ikawemo ndani yake kauli hii. Hadithi hiyo rawahu Muslim wa ghairuhu, ameisimlia Imam Muslim na wengineo. Wataqaddama bitamamihi fil khamisa, na hadithi hii imekwisha kutangulia kwa ukamilifu wake katika sehemu ya 5. Akitaka mtu anarejea kidogo tu sehemu ya 5, tuko sehemu ya 7. Ukirejea sehemu ya 5 utaipata hadithi hii kwa ukamilifu wake. Hadithi ya pili, an Abdullah ibn Yasar qal, na kutoka kwa Abdullah bin Yasari amesema, kuntu jalisan wa Sulaiman ibn Surad wa Khalid ibn Urfuta, nilikuwa mimi nimekaa kitako na bwana Sulaiman ibn Surad na Khalid ibn Urfuta, nimekaa kitako pale. Fadhakaru, basi wakataja habari, anna rajulan tuwfiya, kuna mtu mmoja amepishwa, mata bibatnihi, na kifo chake kimesababishwa na tumbo lake, akiwa na tumbo. Fa idha huma, tahamaki wenzangu wawili wale nilokaa nao, yashtahiyani an yakuna shuhadaa janazatihi, wanatamani wawe ni mashahidi wa kuhudhuria jeneza lake. Faqala ahaduhuma lilakhari, ikawa mmoja wao akasema kumwambia mwingine, natamani yake kuhudhuria kwa shahada kwa jeneza hili la huyu bwana, amekufa kwa maradhi ya tumbo. Ikawa mmoja anamwambia mwenzake maneno yafuatayo, alam yakul rasulullah sallallahu alayhi wasallama man yaktulhu batnuhu falan yu'adhaba fi qabrihi, kwa nini nsitamane kuhudhuria jeneza la mtu kama huyu mimi? Kwani hakusema mjumbe wa Mwenyezi Mungu yule ambaye limemuua likamtoa roho tumbo lake kwamba hatoadhibiwa kwenye kaburi lake? Sema mtu hivyo, kaugua mtu tumbo linampatia taabu, basi mtume akasema atakayekufa kwa sababu ya tumbo lake hatoadhibiwa kaburini mwake. Ikawa wanatamani hawa watu wawili kuhudhuria jeneza lake. Faqala al-akharu, na mwingine akajibu na vile vile baada ya mwenzake kutoa shahidi huo, bala, kwa nini sikanushi mimi pia ninafahamu kwamba mtume kasema hivyo. Wa fi riwayatin, na katika masimulizi mengine alimjibu sadaqta, umesema kweli, badili ya bala, maana alitia tamko la swali, alam yakul rasulullah kadha kadha kadha, akamjibu bala, kwa nini amesema hivyo. Wa fi riwayati sadaqta, na katika riwaya nyingine alimwambia umesema kweli kuwa mtume asema hivyo. Hadithi hii akhrajahu an-Nasa'i, ameitoa Imamu an-Nasa'i katika sahifa nambari kadha, wa Tirmidhi wa hasanahu, na Tirmidhi akaitaja kuwa ni nzuri, wa Ibn Hibban fi sahihihi, na pia ameitaja Ibn Hibban katika sahihi yake raqam kwenye nambari kadha mpaka kwenye muradu yani kwenye mawaridi, kitabu chake kita mawarid, ismu kitabu hiyo. Wa Tayalisi, na vile vile Imamu Tayalisi ameitaja hadithi hiyo katika sahifa kadha, wa Ahmad vile vile, wa sanaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi hii sahihi. Athamina, sehemu ya 8 katika alama za uzuri wa mwisho. Watasia, pamoja na sehemu ya 9, almautu bilgharaqi walhadmi, ni kifo kwa kuzama ikiwa baharini, kwenye mchanga, kwenye tope kazama mtu. Walhadmi, na kubomokewa na jumba.
au kubomokewa na jengo lolote lile. Pengine watu wako chini kwenye ardhi huko, wafukuaji wa almasi, dhahabu, makaa na kadhalika, likapasuka jabali au ardhi wakafili mbali, inakuwa wamebomokewa. Basi sehemu ya 8 na 9 inazungumzia juu ya kifo cha kuzama na kubomokewa. Imekuwa hizo vile vile mbili ni dalili za uzuri wa mwisho, liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, kutokana na tamko lake bwana mtume aliposema ashuhadau 5, mashahidi ni watu namna 5: almat'un walmabtun, aliyekufa kwa ugonjwa wa kuambukiza taun na vile vile kwa ugonjwa wa tumbo, walgharik, na pia aliyezama, wasahib alhadm, na yule mtu aliyeporomokewa na jengo, washahidu fi sabilillahi, na yule aliyekufa shahid katika njia yoyote miongoni mwa njia za Mwenyezi Mungu. Hadithi ambayo akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ahmad min hadithi Abi Hurairah. Wameitoa Bukhari, Muslim, Tirmidhi na Ahmad katika hadithi ya Abi Hurairah. Hizo ni alama za 8 na 9 katika alama za kuondoka duniani katika uzuri wa mwisho. Kuna umuhimu wake wa kutaja al-Sheikh Muhammad Nasruddin al-Albani mlango huu. Usije ukaona labda imehusuni kutajwa alama za uzuri wa mwisho na kurejewa hadithi nzima, maneno ni yale kwa yale. Inshallah tutaonyesha umuhimu wake mlango huu mara tukiomaliza. Kwa nini Albani akaacha kazi akaweka mlango alamati husnul khatima? Kwa nini? Na kwa nini mtume akatamka maneno mbalimbali kuwataja mashahidi, tena kwa sigha mbalimbali za matamshi? Kuna baadhi ya wakati mtume anawauliza masahaba wake, atadruna man shuhada min ummati, hivyo nyinyi mmekaa mnawaelewa nani mashahidi kwa ummati wangu? Watu wanajibu kwamba aliyeuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu kwenye medani ya kivita. Mtume anawaambia ikiwa ni huyo tu shahidi aliyeuawa vitani, idhan fa inna shuhada ummati la qalil, ikiwa ni hivyo basi mashahidi katika ummati wako kidogo sana atakuwa, basi si wengi wanaohudhuria kwenye medani kama hizo. Wengine wanakufa kwa matumbo, wengine wanakufa kwa magonjwa ya kuambukiza, wengine wanabomokewa na majumba. Mtume akawa anabainisha katika kauli kadha. Hii ina maana yake, inshallah tutakuja kuizungumza faida yake baadaye. Al-ashira, sehemu ya 10 ya uzuri wa mwisho wa mtu kuondoka duniani: mautul mar'ati fi nifasiha bisababi waladiha, ni mauti, yani kifo cha mwanamke kwa jambo lake la kuzaa, kwa sababu ya kuzaa kwake, amekufa katika nifasi, katika uzazi, naye vile vile mwanamke huyo anaingia katika mashahidi. Lihadithi Ubadah ibn Samit, kutokana na hadithi ya sahaba wa mtume bwana Ubadah ibn Samit aliposema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aada Abdullah ibn Rawaha, mtume aliwahi kumkagua yule bwana Abdullah ibn Rawaha. Tulizungumza katika basi za nyuma kidogo ufupi wa tarehe yake. Abdullah ibn Rawaha katika kule kwenye vita vya Mu'tah, basi kuna wakati fulani kabla ya Abdullah ibn Rawaha kuhudhuria vita vile, aliumwa sana na watu wakamtolea tamaa kwamba atakuja juu. Bwana mtume alimkagua Abdullah ibn Rawaha, qala, anasema mwenye kusimulia hadithi hii, fama tahawadha lahu an firashihi, fama tahawadha bilha'i almuhmala walwawi almushaddada ay tanaha, akamkuta bwana mtume kabisa hajageuzwa bado katika tandiko lake, anaumwa sana, taabani kwa kweli.
Katika hali kama ile Mtume akauliza suala mbele ya masahaba ambao alikuwa nao pamoja kwenda kumtembelea bwana Abdullah bin Rawaha. Faqala atadri man shuhada ummati, unajua ni nani mashahidi kwa ummati wangu? Qalu, walioko pale wakajibu qatlul muslim shahada, kuwawa muislamu ndio ushahidi. Masahaba wengi wakielewa hivyo. Qala, Mtume akawaambia hapana, inna shuhada ummati idhan la qalil, kama ikiwa mtu mpaka afe kwenye maidani ya vita tu ndo shahidi, basi mashahidi katika umati wangu watakidogo sana atakuwa. Kama ni hivyo basi nitakwambieni qatlul muslim shahada, kuwawa muislam ni ushahidi. Wa ta'un shahada, kukufa muislam kwa ugonjwa kuambukiza ni ushahidi. Wal mar'atu, na hata mwanamke naye vile vile, yaktuluha waladuha, atakayemuua mwanawe, jamaa, wakiwa pamoja wote. Mtoto yuko ndani ya tumbo la mama yake, mama mtu anakufa na wakati mwingine akapanda mwanawe pamoja. Jamaa hiya allati tamutu wa fi batniha waladun, ndio maana jamaa ni yule ambaye anakufa na tumbo lake mna mtoto. Undur kalama nihayati fi ta'liq al-ati qariban, yaangalia maneno haya mwishoni mwake katika ta'liq itakayokuja karibuni hivi, utazidi kupata ufafanuzi wa neno jamaa. Itakuja kauli bisaraha. Wal mar'atu, na mwanamke, yaktuluha waladuha jamaa, aliyemuua mwanawe akiwa tumboni, pia shahadatun, ni ushahidi. Yajurruha waladuha, anamburura mwanawe, bisurarihi ila aljannati, kwa uzi wake ule mnyororo wa kitovu kumpeleka peponi. Bisurarihi ila aljanna, anasema chini nambari 2 tafsiri, as-surratu, neno surratu ma yabqa ba'da al-qat'i, ni kile kinachobakia baada ya kukatwa, mimma taqta'uhu al-qabila, katika kile kitu ambacho kinakatwa mbele pale wakatokuzaa mwanamke. Wasurar, na tamko la surar, ma taqta'uhu, ni kile ambacho kinakata. Wa huwa as-surru bidhammi aidan, nacho vile vile utamkwa kwa surru bidhammi aidan. As-suratu wasurar, ama itakuwa ni kitovu au ni ule uzi mnyororo ambao unaungana na fuko la uzazi, kinachokatwa kile kabla kitovu. Sura ni kama uzi wake, basi mtoto atakuwa na mburura mama yake mpaka peponi kwa uzi ule, wamekufa pamoja wote. Akhrajahu Ahmad, hadithi hiyo ameitoa Ahmad wa Darimi wa Tayalisi wa isnaduhu sahihun, na mategemezi yake hadithi ni sahihi. Walahu fil masnad, na hadithi hii vile vile inayo mategemezi turuqan ukhra, katika njia nyingine za upokelewaji wa hadithi hii. Wa fil babi, na katika mlango huu wa kutaja kifo cha mwanamke kwa ajili ya uzazi wake, an Safwan ibn Umayya, kutokana na Safwan bin Umayya, inda Darimi wa Nasa'i wa Ahmad, vile vile imekuja hadithi kutokana na hao. Wa an Uqbah ibn Amir inda Nasa'i, na hata vile vile kutokana na Uqbah ibn Amir katika mapokezi ambayo kapokea Nasa'i kwa sahifa kadha. Pia wa an Rashid ibn Hubaysh, na kutokana na Rashid ibn Hubaysh inda Ahmad sahifa kadha kapokea hadithi hiyo. Wa rijaluhu thiqatun, na watu wake walipokea ni watu wa kweli madhubuti. Wa qala al-Mundhiri, na akasema Mundhiri fi targhib, ndani ya kitabu targhib wa tarhib kwenye sahifa kadha, akasema hadithi hii isnaduhu hasanun, mategemezi yake ni mazuri. Wa fihi ziyadatu, na ndani yake mna ziyada, wa hiya fi hadithi Ubada inda Tayalisi Ahmad, nayo ni katika hadithi ya Ubada iliyopokewa na Tayalisi na Ahmad. Wa an Jabir ibn Atik, na vile vile kutokana Jabir ibn Atik, wa yati lafdhuhu fi al-faqrati al-atiya, na itakuja hadithi hii tamko lake katika sehemu ifuatayo, nayo ni hii al-11.
sehemu ya 11. Wa thani ashara, na ya 12 katika alama za uzuri wa mwisho. Almautu bilharik, ni kifo kwa kuungua moto. Sasa kaungua mtu moto ghafla, kafa shahid. Wa dhatul janbi, na yule ambaye anaitwa dhatul janbi. Dhatul janbi anaifasiri chini namba 3, anasema hiya waramun harun ya'ridu fil ghashai almustabtinu liladla', ni maradhi ya joto sana haya ambayo aghlabu yake hutokezea katika machanani mbavu. Huwa anaitwa aliokufa kwa maradhi hayo dhatul janbi, ni katika maradhi yaliyotokana na ubavu, ama ni pneumonia au mambo mengine mbalimbali kama vile pumu, ni mambo yaliyohusika na pumzi. Dhatul janbi. Wa fihi, na ndani yake habari hii ahadithun, kuna hadithi nyingi. Ashhuruha an Jabir ibn Atik marfu'an, iliyo mashuhuri yake katika hizo ni hadithi kutoka na Jabir ibn Atik ambayo imenyanyuliwa mpaka mtume. hadithi yenyewe, hadithi isemayo ashuhadau 7, mashahidi ni 7, siwa alqatl fi sabilillah, ukitoa ule ushahidi wa kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Almat'un shahid, aliyekufa katika moyo ta'un shahid. Walgharq shahid, na aliyezama shahid. Wa sahibu dhatil jambi shahid, na mtu aliyopatwa na maradhi ya mbavu shahid. Walmabtun shahid, na aliyepatwa na maradhi ya tumbo shahidi. Walhariq shahid, na yule ambaye ameungua moto shahidi vile vile. Walladhi yamutu tahta alhadmi shahidun, na yule aliyekufa chini ya kuporomokewa na jengo shahidi. Walmar'atu tamutu bijam'in shahidi, na yule mwanamke aliyekufa kwa kuzaa ni shahidi na vile vile. Tulisema kule nyuma ya kwamba undur kalama nihayati, angalia kalam katika nihaya, fi ta'liq al-ati qariban, katika ta'liqi itakayokuja karibu nayo ni hii hapa sasa, kuhusu tamko la jamaa au bijam'in. Neno hilo sasa nafasiri kabisa, anasema fi nihayati, ilipokuja katika nihaya, inaweza kuwa nihaya ni jina la kitabu, ai yani tamutu ni mwanamke anayekufa, wa fi batniha waladun, na tumboni kwake mna mtoto. Wakila, na pia ikatolewa maana nyingine pakasemwa allati tamutu bikran, jam'i vile vile iko maana nyingine ni yule mtoto wa kike aliyekufa bikra, hajawahi kuolewa bado, pia naye shahidi vile vile, iko kauli hiyo. Waljum'a bidhammi, na ikitamkwa aljum'a kwa dhamma ya jim, bimaana almajmu', inakuja kwa maana ya mkusanyiko. Kadhukhrin bimaana almadhkur, kama lilivyotamka la dhukhur inakuja kwa maana almadhkur. Wa kasara alkasai aljim, na akaitia kasr imamu alkisai hiyo jim. Wal maana, na ikitiwa kisra aljim inakuja annaha matat ma'a shay'in majmu'un, ni kwamba mwanamke amekufa pamoja na kitu kilichojumuika naye, fiha, katika tumbo lake, ghaira munfasilin anha, kikiwa kitu hicho hakija pambanuka naye huyo mwanamke, min himlin kutokana na mzigo wa mimba, au bikaratin au bikra, moja katika mawili hayo anaondoka nayo duniani. Ama ni mzigo wa mimba, hakijatoka kitu tumboni kwake, au ile bikra yake alionayo. Al-Imam al-Albani anasema qultu, nami hapa nikasema hivi, wal muradu huna al-himl qat'an, madhumuni ya hapa ni mimba moja kwa moja, bidalili al-hadith al-mutaqaddim, kwa dalili ya hadithi iliyotangulia nyuma, fil ashirati, katika sehemu ya 9 ya 10, bilafdhi, kwa tamko la mtume aliposema yaktuluha waladuha jami'an au jamaa, aliyemuua
Ustadh Al-Albani hata walmuradu huna alhiml, na makusudio hapa kwa hakika ni mimba qat'an, moja kwa moja, kauli ya mkato tu, haikuhusiana na bikra kwa hapa. Kwa nini? Bidalili alhadithi almutaqaddim, kwa sababu ya dalili ya hadithi nyingine iliyotangulia fil ashira, katika sehemu ya 10. Hadithi hiyo imekuja bilafzi, kwa tamko hasa la waziwazi, mwanamke ambaye yaktuluha waladuha jamaa, aliyemuua mwanawe wakiwa pamoja wote. Hadithi ambayo basi akhrajahu Malik. Hiyo tulizungumza sasa hivi ni hadithi ambayo kaitoa Maliki wa Abu Daud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Hakim wa Ahmad. Wa qala al-Hakim, na Hakim akasema hadithi yenyewe ni sahihul isnadi wa wafaqahu Dhahabi, ni yenye mategemezo sahihi na amewafik pia Imamu Dhahabi. Anasema walastu ashukku fi sihhati matnihi. Hakim anasema ni hadith sahihi isnad na amewafik Dhahabi, na akasema mimi siti mwingi hadithu an nahwa na vile hiyo sahatu wa katika marfu'an bilafdh, na akaisimlia hadithi hiyo Ahmadi kutokana na hadithi ya sahaba bwana Uqba ibn Amir, hadithi ambayo ni marfu'u, iliyorufaishwa mpaka mtume kwa tamko lifuatalo. Mtume kasema wal mayyitu min dhati aljanbi shahid, na maiti aliyekufa kwa ugonjwa wa mbavu naye vile vile shahidi. Wa sanaduhu hasanun fi shawahidi, na mategemezi yake ni mazuri katika ushahidi. Wa qad jaat hadhihi aljumlatu, na kwa hakika imekuja jumla hii fi ba'd turuq hadithi